Maadhimisho haya yanatumika kufanya tathmini ya hali ya ukeketaji. Tunaona ukeketaji kwa wanawake na watoto wa kike wenye umri wa miaka 15 mpaka 49 umeshuka kitaifa kutoka 10% hadi 8% mwaka 2022. Jambo jema, maana hapo awali ulikuwa juu. Ndio maana tumekuja huku. Kauli mbiu hii imeiba sana, inasema sauti yetu tokomeza ukeketaji. Kauli mbiu hii inahimiza jamii, hususani vijana, wanaume, viongozi wa dini, viongozi wa mila na wanahabari na makundi yote ya kijamii, hata wenye ulemavu wamekuja hapa kupaza sauti. Tumewaona, tupaze sauti wote kwa ajili ya kupinga vitendo vya ukeketaji, kwa sababu tumeelewa madhara yake. Misiba mingi tumelia, tunaishi na wenye ulemavu, tunaishi na watu wa msongo wa mawazo. Na kauli mbiu hii inahimiza tushirikiane sisi kwa sisi kwenye jamii, lakini tushirikiane na wasimamizi wa sheria katika kukabiliana na vitendo vya ukeketaji, maana sheria haiwezi kufanya kazi kama sisi hatutoi ushirikiano. Kama tumeamua kulipiga vita hili swala la ukeketaji, wanaume tuna mchango mkubwa wa kusema hapo unashusha thamani ya mke bora na mke mwema. Sauti yetu, sauti yetu. Nataka nitoke hapa nione kama sauti yetu itakwenda pamoja kwenye kutokomeza ukeketaji. Tupaze sauti wote kwa ajili ya kupinga vitendo vya ukeketaji, kwa sababu tumeelewa madhara yake. Kwa niaba ya wananchi wote wa wilaya ya Monduli, nichukue nafasi hii kukupongeza kwa kuteuliwa kwako kuwa waziri wa wizara hii na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameamini una uwezo mkubwa katika wizara hii, na sisi wananchi wa Monduli pamoja na taasisi zote za serikali na serikali zisizokuwa za serikali tuahidi kwamba tutakupa ushirikiano mkubwa katika kutekeleza majukumu yako. Nawakaribisheni sana katika wilaya yetu ya Monduli katika maadhimisho haya ambayo tunayafanya kwenye kata hii ya Isiraheli, kijiji cha Losirwa. Sisi wananchi wa Monduli tuko tayari tena kwenye jambo lingine lolote linalohusu wizara yako. Tunawakaribisheni sana katika wilaya yetu ya Monduli. Asante sana. Tunaamini kabisa kuja kwako tutaendelea kupokea maelekezo yako, kushuka kwenye vijiji na vitongoji. Haya mambo bado yanafanyika, tena yanafanyika bila ya kujali. Mtoto amezaliwa hajatoka hata 40 anakwenda kukeketwa, tunamkatili na kumvua utu wake. Kwa sababu cha kwanza, tunapokwenda kumkatili mtoto kwa kumkeketa, kumbuka kwamba kwa wakati ule hana damu ya kutosha, huenda tukampotezea maisha yake. Naamini katika hotuba zako ninazokusikilizaga, kwenye moja huna mbili, huwa unanyoka. Leo tunatamani kusikia yale maneno yako, unaga kona, huwa unanyosha. Hapa tulipo wote ni watu wazima, watoto hawajui maana ya ukeketwa ambao ni wadogo zaidi.